Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa wakati kama huu. Natamani siku ya leo tukajifunze somo linalosema upendo. Somo upendo. Somo ni upendo. Tutasoma kuna vipengele kadhaa vinavyohusu upendo. Tunaanza kipengele cha kwanza ambao ni moja. Upendo ni amri kuu ya kwanza. Upendo ni amri kuu ya kwanza. Hichi kipengele cha kwanza kina A na B. A inasema kumpenda Mungu ni amri ya kwanza. Kipengele B, kuwapenda wengine kama tunavyojipenda. Hiyo ni B. Utakutana Marko 12:29 hadi 31. Marko 12:29 hadi 31. Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Mungu mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Tunaenda kipengele cha pili. Upendo uwe wa kwanza kwa mambo yote. Upendo uwe wa kwanza kwa mambo yote. Kasome kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13:13. Basi sasa idumu imani, tumaini, upendo. Na haya matatu ni katika hayo lililo kuu ni upendo. Yaani pale kuna imani, kuna tumaini na upendo, lakini lililo kuu ni upendo. Lililo kuu ni upendo. Kipengele cha tatu. Tunaenda spidi kidogo. Kipengele cha tatu. Tunapaswa kuwa na upendo wa agape, upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine, na upendo wa hali ya juu sana, upendo wenye uaminifu. Huu upendo ndio Mungu anao na alikuwa nao kwa ajili ya watu wenye dhambi, na kwa msukumo wa kuwaokoa. Huo ni upendo wa Mungu. Ule upendo ulikuwa na msukumo ndani yake, na ndio maana akamtuma mwanae Yesu Kristo kwa ajili ya kutuokoa. Utasoma kwenye kitabu pale, kasome kwenye kitabu cha Yohana 3 pale, soma kitabu cha Yohana 3:16 na kuendelea mpaka mstari wa 17. Unasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndio upendo ambao alikuwa nao Mungu mwenyewe, ndipo akamtuma mwanae Yesu Kristo kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni swala la upendo ni kitu ambacho Mungu amekipa kipengele cha kwanza. Ndio maana akamtuma mwanae kwa ajili yetu ili aje kutuokoa. Haleluya. Tunatakiwa kuishi katika upendo huu. Ni kwamba Mungu alitupenda sisi
tulipokuwa bado ni wenye dhambi, akamtoa mwanawe ili kufa kwa ajili yetu sisi na dhambi zetu. Kwa hiyo Mungu alimtuma mwanawe kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Tukasoma kwenye kitabu cha Yohana 4:11. Yohana wa kwanza 4:11. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Tunawiwa na Mungu, maana tumepokea upendo huu kutoka kwa Mungu. Tumepokea upendo huu kutoka kwa Mungu. Hatuna uchaguzi katika swala hili, ni lazima tupendane. Swala la upendo sio swala la hiari. Swala la upendo sio swala la wakati fulani ndio tupendane. Upendo ni automatic, ni lazima kupendana, kwa sababu ndio kusudi la Mungu juu ya maisha yetu, ndio kusudi la Mungu. Ukisoma kwenye ile Yohana 13 pale 34 hadi 35, 34 na 35. Kwenye ile 35 akasema hivyo watu wote pamoja mpendane, na ndivyo mtakavyokuwa wanafunzi wangu, mnapopendana ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Swala la upendo sio swala la hiari, ni swala lazima ili uwe mwana wa Mungu, uwe mwana wa Yesu Kristo kweli kweli. Kwa hiyo swala la upendo sio swala la hiari. Ukisoma kwenye ile Wagalatia 6:10, kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwapende watu wote, tuwatendee watu wote mema, hasa jamaa ya waaminio. Kwa swala la upendo kwa mtu aliyeokoka sio swala la hombi, ni swala la lazima. Sasa mimi ninashangaa watu wanasema kuna Valentine Day. Valentine Day ndio nini? Siku ya wapendanao. Kwa hiyo siku zote mnafanya nini? Hampendani. Fuata neno la Mungu, soma vizuri neno la Mungu, utapata maarifa, utaelewa nini maana ya upendo.